Jeshi la Marekani linatazamiwa kuimarisha uwepo wake nchini Syria katika muda wa wiki na miezi ijayo. Maafisa wawili wa Marekani waliliambia shirika la habari la Reuters siku ya Jumanne, katika hatua ambayo inaweza kupunguza idadi ya wanajeshi walionao nchini humo kwa nusu. Maafisa wa Pentagon wamewaarifu wenzao katika taasisi ya usalama ya Israel kuhusu mpango wa kupunguza wanajeshi nchini Syria. Hata hivyo, shirika la habari la Ynet la nchini Israel limeripoti na kuongeza kuwa wanatarajia kuanza ndani ya miezi miwili ijayo. Afisa wa ngazi ya juu wa Israel aliambia tovuti ya habari kwamba Yerusalemu inajitahidi kuishawishi Washington kupunguza uondoaji huo, akihofia kwamba hatua hiyo itaongeza hamu ya Uturuki ya kudhibiti Syria, jambo ambalo Israel inapinga. Israel inapinga uwepo wa Uturuki nchini Syria, na moja kati ya maeneo ambayo yapo chini ya mamlaka ya Uturuki ni pamoja na maeneo ya kaskazini mwa Syria. Marekani imeiweka Israel ikisasisha kuhusu mipango yake. Jeshi la Marekani lina takribani wanajeshi 2,000 nchini Syria katika kambi kadhaa, hasa kaskazini mashariki. Wanajeshi hao wanafanya kazi na vikosi vya ndani ili kuzuia kuibuka tena kwa makundi ya Islamic State ambayo mnamo mwaka 2014 iliteka maeneo makubwa ya Iraq pamoja na Syria, lakini baadaye ikarudishwa nyuma. Mmoja wa maafisa aliyezungumza kwa sharti la kutotajwa jina alisema kuwa ujumuishaji unaweza kupunguza hadi idadi ya wanajeshi nchini Syria hadi takribani 1,000. Afisa mwingine wa Marekani amethibitisha mpango huo wa kupunguza, lakini akasema hakuna uhakika wa kupunguzwa kwa idadi hiyo, wakati Rais Donald Trump amekuwa na mashaka kufanya mazungumzo na Iran na kujenga vikosi katika kanda. Hivi majuzi Marekani imetuma ndege zisizokuwa na rubani, ndege za B-2, meli za kivita na mifumo ya ulinzi wa anga ili kuimarisha eneo la Mashariki ya Kati. Trump alisema siku ya Jumatatu kwamba anaamini kuwa Iran inachelewesha kimakusudi makubaliano ya nyuklia na Marekani na kwamba ni lazima iachane na mpango wowote wa kumiliki silaha za nyuklia au ikikabiliana na mashambulizi ya kijeshi dhidi ya vituo vya kinyuklia vya Tehran. Wakati huo huo, waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth anaendelea na uchunguzi wa kimataifa kuhusu wanajeshi wa Marekani kote duniani. Serikali inayoongozwa na Waislamu nchini Syria, ambayo ilichukua madaraka baada ya Bashar al-Assad kuondolewa madarakani mwezi Desemba mwaka uliopita, imejaribu kujenga upya uhusiano wa Syria katika eneo hilo na nje zaidi. Vikosi vya demokrasia vya Syria vinavyoongozwa na Wakurdi, vinavyoungwa mkono na Marekani, mwezi uliopita vilitia saini makubaliano na Damascus kuhusu kuunganisha bodi zinazoongozwa na Wakurdi na vikosi vya usalama na serikali kuu. Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu alizungumza na Rais wa Marekani Donald Trump namna bora ya kuitawala Syria, hasa baada ya kuamua kufanya mashambulizi katika vituo vya kijeshi vya Syria ili kuhakikisha makundi ya kigaidi hayatapata silaha katika nchi ya Syria. Lakini kumbukwe, baada ya kuondoka kwa Bashar al-Assad, Syria ilikuwa chini ya utawala wa HTS chini ya Mohamed al-Julani, lakini Israel ikaamini kwamba makundi ya wapiganaji yataweza kuchukua silaha kutoka kwa mamlaka ya al-Julani. Marekani iliipa Syria orodha mwezi Machi ya masharti ya kutimiza badala ya kuondolewa kwa vikwazo vya sehemu, lakini utawala wa Trump haujashirikiana kidogo na mtawala mpya wa nchi. Baadhi ya maafisa wa ikulu ya White House wamekuwa na nia kuchukua msimamo mkali zaidi, wakiashiria uhusiano wa zamani wa uongozi mpya wa Syria. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo kwa wakati huu, na bila shaka nawe una nafasi ya kulike, kucomment, lakini pia kusubscribe channel yetu hii utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana hapa The World News. Naitwa Adam Hussein.